Na mimi nimepewa hii ilani na viongozi wangu hawa. Ni nani? Halmashauri kuu, kamati kuu, mkutano mkuu. Nisipoitekeleza hii nikipewa serikali, maana yake nimekiuka ahadi zenu. Wewe nyinyi mna haki ya kuchukua mkutano na mtasikilizwa, mtatushika mahakamani kwa ilani hii hapa. Na mahakama itatoa maamuzi. Wewe bwana uliahidi kutekeleza, toka aje mwenzio. Tunataka demokrasia namna hiyo. Wenzetu Ulaya wanachofanya, wanafanya hivi. Chama kikileta ilani kama hii hapa, wanachama wa chama hiko wanaishangilia sana ilani yao na chama chao, labda kikapata ushindi. Sasa hakikutekeleza ile ilani yake, basi wanachama wa chama kile wanageuka wote kupigia chama kingine ili ule aondoke. Si ndio hivyo jamani? Sasa nyinyi mnataka ni naona kwamba labda haki utendewi, chama chama kingine, ndio maana demokrasia hiyo. Sasa sisi tunawashangaa wenzetu hawa ambao wanasema maandamano. Hawana ilani hao. Ilani hawana wala hawana chochote. Msiwasikilize. Mnasikia jamani? Wewe tarehe 29 ondoka nyumbani. Usiwe na wasiwasi, serikali ipo. Yule anayeona kwamba serikali haipo, kwani kuna rais mwingine hapa sasa hivi? Hatunaye. Tume hajamtangaza rais, kwa hiyo rais yupo na amiri jeshi yupo yule. Akitoa amri kamata, utakamatwa, utapelekwa mahakamani. Usilalamike, unayataka mwenyewe. Kwa sababu maandamano hayachagui kiongozi, maandamano hayachagui serikali, maandamano hayaleti maendeleo. Maendeleo yanaleta kwa amani, utulivu, umoja. Kama una malalamiko, sisi kwenye vyama hapa tuna chombo chetu. Chombo hicho kinalelewa na Jaji Mheshimiwa Francis Mtungi. Tunaita baraza la vyama vya siasa na msajili wa vyama. Kwa hiyo msajili anatuita vyama vyote, tunakaa kwenye baraza kujadili, tunakubaliana ya kufanya. Sawa? Tukikubaliana pale inakuwa sheria, na kuna sheria ya vyama vya siasa sura 258 ya mwaka 2019 ndio inayoongoza vyama vya siasa na imepitishwa na bunge. Sasa wewe unadai maandamano, uko chama chako kimesajiliwa na msajili gani? Wewe una chama wewe? Usiletee vurugu katika nchi yetu. Sisi tunataka maendeleo. Wewe kama utaki, toka nchini kwetu, nenda katika nchi nyingine yote ukataka wewe. Ukitaka rais kachukue huko, ukitaka maandamano nenda kafanye huko. Hapa hakuna maandamano wala upuuzi wa maandamano wala chochote. Ukileta fujo, serikali ipo. Usije kulalamika. Maana nyinyi kwa kulalamika ndio wenyewe. Nyinyi hamna heri wala hamna dahoma. Kazi yenu ni kulalamika tu. Kama alivyosema naibu wangu hapa, kulikuwa na mtu anaitwa mgombea bila kupingwa. Nyinyi mlikuwa mnalalamika, huyu hatumtaki, kwa nini awe peke yake, mnatunyima haki. Tukakaa na msajili wa vyama, Mheshimiwa Jaji Francis Mtungi, na vyama vile vyote ikiwemo na CCM wenyewe na serikali. Tukakaa tukasema hii kupita bila kupingwa hii inawanyima haki wananchi. Yeye wenzetu mnaionaje? CCM wanasema sawa, serikali sawa, tume sawa. Sasa tunafanyaje? Hatuziwi mtu kupita bila kupingwa, lakini sasa tunachotaka sisi apigiwe kura ya ndio au hapana.